Maombi ni kama mazungumzo. Kwa kawaida mazungumzo yana pande mbili. Kuna mmoja anatoa taarifa na mwingine anazijibu zile taarifa. Na vivyo hivyo maombi lazima yawe na majibu. Maombi yanapotolewa, Mungu anatoa majibu. Kwa hiyo kama wewe hupati majibu katika maombi yako au hupati majibu inavyotakiwa katika maombi yako, basi sikiliza kwa makini, maana hapa kuna siri ya kujifunza. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ninaitwa Mwalimu Daudi Mwarizo na ninakukaribisha katika maisha ya ushindi. Neno la Mungu linasema katika kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya 15 mstari wa 7 na wa 8, ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni mtakalo lote, nanyi mtatendewa. Hivyo utukuzo wa Baba yangu kwa vile mzaavyo sana, nanyi mtakuwa wanafunzi wangu kweli. Katika mstari wa 8 tunaona jambo la kuvutia ya kwamba kumbe Mungu anatukuzwa kwa majibu yanayopatikana kutokana na maombi. Hii inatuonyesha dhahiri ya kwamba Mungu anataka sisi tuwe waombaji kwa sababu yeye anataka kujibu. Unaweza ukasema namna hii ya kwamba Mungu anataka atende mambo makubwa kwetu sisi ili watu wapate kumjua. Kwa kawaida hakuna mtu aliyewahi kumwona Mungu, lakini watu wanatuona sisi. Kwa hiyo Mungu yuko tayari akutendee wewe na mimi mambo makubwa ili watu watakapotuuliza ya kwamba umefanikiwaje kiasi hiki, sisi turejeshe sifa na utukufu kwa Mungu. Kwa hiyo Mungu yupo katika biashara ya kujibu maombi. Yeye anataka atende mambo makubwa na ya kipekee kwa ajili ya watoto wake, na ndio maana anatoa maelekezo ya kwamba ombeni nami nitajibu. Lakini katika maandiko tulipoangalia hapa, kuna maelekezo mazuri zaidi yametolewa. Amesema hivi, ninyi mkikaa ndani yangu. Ina maana jambo la kwanza, kama unataka kumwomba huyu Mungu, ni lazima wewe uwe una ushirika naye. Kwa sasa hivi tunaweza tukasema ya kwamba uwe umempokea Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Kwa hiyo inakufanya wewe na yeye mnakuwa baba na mwana. Kama Mungu kwako ni baba, basi unaweza ukaomba. Lakini maelezo mengine anayotoa baada ya kuwa umeshampokea Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, anasema na maneno yangu yakae ndani yenu. Hapo sasa ndio anasema ombeni mtakalo lolote, nanyi mtatendewa. Kwa hiyo hatua ya kwanza ni lazima umpokee Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, jambo ambalo ninaamini tayari umekwisha kufanya. Lakini hatua ya pili inasema lazima neno la Mungu likae kwa wingi ndani yako. Tambua ya kwamba Mungu hajibu maombi yako kwa sababu umelia sana. Mungu hatojibu maombi yako kwa sababu una utaratibu mzuri wa kuomba. Mungu anajibu maombi yako kwa sababu tu neno lake limehusianishwa na haja yako. Chukulia mfano ya kuhusu kesi ambayo ipo mahakamani. Mwanasheria anaposimama kutetea mtu ambaye ameshutumiwa, hatofika pale akaanza kusema huyu ni rafiki yangu mpendwa, ni jirani yangu, ni mtu ambaye tunafahamiana naye, ni mtu mwema. Hapana. Atakaposimama mahakamani katika kesi kukutetea, atatumia vifungu vya sheria. Atatumia maelezo ya kisheria ya kwamba kifungu fulani fulani kinasema 1, 2, 3. Hivyo inadhihirisha fulani na fulani hana kosa hili na namna fulani ya maelezo ya kisheria wanaotumia. Vivyo hivyo sisi kama watu tuliompokea Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, tunapokuwa tuna maombi fulani ya kupeleka mbele za Mungu, si swala la kuhusu kulalamika, sio swala la kuhusu kulia muda mrefu, ni swala la kuhusu andiko gani unalosimamia kudai haki yako. Katika kila jambo tafuta andiko, tafuta neno la Mungu linasemaje kuhusiana na hilo jambo. Tafuta andiko linalokupatia wewe haki ya kuomba huo msaada kutoka kwa Mungu. Inawezekana ni changamoto ya afya, nenda katafute neno la Mungu linasemaje kuhusiana na afya. Unaweza ukasimamia Isaya 53 mstari wa 5. Kama ni changamoto ya uchumi, inawezekana ukasimamia Wafilipi 4:19. Haijalishi una jambo gani ambalo unataka upeleke mbele za Mungu kama maombi, hakikisha kwanza una andiko, kisha ndio unaweza ukapeleka ombi lako mbele za Bwana, kwa sababu andiko linakupa haki ya kupokea kile unachokitaka. Kwa hiyo huo ni msingi imara sana wa kusimamia. Kama unataka maombi yako yajibiwe, basi hakikisha unapopeleka maombi mbele za Bwana unasimamia neno la Mungu, kwa sababu hapo una uhakika wa Mungu ataliangalia neno lake ili alitimize. Kama umebarikiwa na somo hili kwa namna yoyote ile, basi niandikia comment hapo chini. Lakini kama una swali au una jambo lolote ambalo linahitaji ufafanuzi zaidi, mawasiliano yangu yako hapo chini, nitafute. Ningependa niwe baraka kwako kwa kadri ya inavyowezekana. Mpaka hapo tutakapokutana tena,
Usisahau kuwa Mungu anakupenda na anataka wewe uishi maisha ya ushindi. Barikiwa.